Kuwepo kwako leo kunatutia moyo sana, na ahadi yetu kwako ni kwamba tutaendelea kuhakikisha tunakusanya zaidi na tunaifanya nchi yetu iweze kujitegemea. Lakini tusingefikia hapa bila ya kuwa na ushirikiano imara na walipa kodi. Naomba niwashukuru sana walipa kodi wote na hasa viongozi wao ambao leo wako hapa. Wao wamekuwa msaada mkubwa sana kwetu. Asanteni sana walipa kodi na viongozi wote wa wafanyabiashara. Lakini tusingefika hapa bila ya uongozi imara. Tulikuwa na makamishna general na leo wapo, tuna makamishna ambao baadhi utawapa vyeti. Tunawashukuru sana na tunathamini sana mchango wao. Mheshimiwa Rais, leo tumeanza matumizi ya corporate plan ya 7 ambayo lengo lake ni kuwezesha biashara lakini kuendana na dira ya maendeleo ya 2050. Nataka nikuhakikishie tumejipanga kuhakikisha tunawezesha biashara ili kufikia uchumi wa dola trilioni 1. Mheshimiwa Rais, miongoni mwa maeneo ya kimkakati tunayotegemea kuyafanya, eneo la kwanza tutaendelea kuboresha mifumo ya usimamizi wa kodi. Tumezindua TANSIS na IDRAS. Eneo la pili tutaendelea kupanua wigo wa walipa kodi na kubuni vyanzo vipya vya mapato. Tutaendelea kuboresha usimamizi wa utoaji wa risiti pamoja na stamp za kielektroniki. Tutaendelea kuzuia upotevu wa mapato kutokana na utoaji na uingizaji bidhaa nchini kwa njia ya magendo. Tutaendelea kuweka mazingira wezeshi na kuwajengea watumishi uwezo hasa katika usimamizi wa kodi za kimataifa. Tutaendelea kujenga mahusiano na walipa kodi, na kipekee tutaendelea kuwa wabunifu, na tumeanza sasa. Tunaendelea kutoa elimu ya kodi. Tunawafikia walipa kodi wote kwa njia za ubunifu ili kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari nchini kwa kutumia njia mbalimbali ikiwemo michezo, kama tulivyoanzisha timu ya mpira wa miguu ya TRA United Sports Club.